Tukiachana na mtazamaji, watu wawili walifariki kufuatia ajali iliyohusisha pikipiki iliyokuwa imebeba abiria na gari moja aina ya Vanguard kwenye barabara kati ya Bomet na Kapalong, kaunti ya Bomet. Danton anatusimulia zaidi. Kulingana na naibu wa kamanda wa polisi huko Bomet Moses Nampaio, mwanabodaboda mwenye umri wa miaka 29 pamoja na abiria wake wa kike wenye umri wa miaka 68 walifariki papo hapo. Ajali kutokea ni kwamba ile pikipiki ilikuwa inataka kugeuka kurudi pande ya Bomet, hivi kwamba dereva wa gari ile la Vanguard alijaribu kuhepa kumgonga yule mwendeshaji wa pikipiki na abiria wake, lakini kwa bahati mbaya waliweza kugongana. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Mandera imekariri kuwa imejitolea kuwahimiza kina mama kuwanyonyesha watoto wao wachanga katika njia mwafaka ya kuhakikisha afya bora kwa mama na mtoto. Hayo yalijiri wakati taifa lilipojiunga na jamii ya kimataifa kuadhimisha juma la kuwanyonyesha watoto duniani. Maziwa ya mama inampa mtoto kinga ambaye inamzuia mtoto yetu kupata magonjwa, inampa mtoto nguvu zaidi. Mtoto ambaye anapewa matiti kwa miezi 6 bila kupewa chakula kingine chochote anakuwa na afya na anakuwa tofauti na mtoto mwingine. Wakati huo huo, serikali itapeleka kitengo maalum kukabili wizi wa maji na uharibifu wa mabomba ya mradi wa maji wa Noltrej. Katika kaunti ya Kwale, wakazi wamehimizwa kutekeleza wajibu muhimu katika kuwatambua na kuchagua miradi ya maendeleo mashinani inayofadhiliwa na Benki ya Duniani. Ya kwamba tutaandika memorandum ya joint memorandum tukishirikisha wanajamii na mashirika mengine kuona ya kwamba tutaipeleka katika serikali yetu ya gatuzi kwa ofisi husika ili waweze nao kuchukua hayo mapendekezo. Na kaunti ya Kirinyaga imeibuka kuwa mfano muhimu wa biashara ya ufugaji wa samaki, huku zaidi ya wakulima 1600 wakishiriki ufugaji wa samaki. And indeed, as testified by the farmers here in Kirinyaga, ABDB has a very positive impact, and we have increased fish production per farmer per year. Kwingineko, kawi inayotokana na miale ya jua imetajwa kuwa tegemeo kubwa katika siku za usoni, huku wataalamu wakionya kuwa ukataji wa miti na mabadiliko ya hali ya anga ni tisho kwa uwezo wa taifa hili kuzalisha umeme kupitia mabwawa. If we depend on the outside supply and the grids, it will be a problem, because in any case of power blackout, there are a lot of issues. But if you have this solar panel like this, you will be assured of 100% supply of energy. Hatimaye, wakazi wa kaunti ndogo ya Mbeere huko Embu wametoa makataa ya siku 7 kwa kampuni ya maji ya Embu kurejesha huduma za kawaida za maji kufuatia miezi kadhaa ya kusambaza maji kwa vipimo. Ewasco has been in blatant contravention of the Constitution, and we want to issue a 7 days ultimatum that they need to, 1, as we have areas in Mbeere South where we never get water.